Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa ushirikiano wa TBC1 na Tume ya Taifa ya Mipango. Katika milima yenye rutuba ya Tukuyu, ndizi sio zao tu. Ndizi ni utambulisho, ni historia ya jamii, ni chanzo cha ajira na ni nguzo ya uchumi wa familia nyingi. Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2050 inalenga kujenga taifa lenye wananchi wanaoishi maisha marefu, lenye afya na ustawi wa kipato. Lakini dira haibaki kwenye karatasi pekee, inatafsiriwa kwa vitendo kutoka shambani, sokoni na kwenye maisha ya mkulima. Kwa wakazi wa Tukuyu, tafsiri hiyo inaonekana kwenye mashamba makubwa ya ndizi yanayochanua sambamba na barabara za lami zinazounganisha vijiji na masoko ya ndani na nje ya mkoa wa Mbeya. Miundombinu bora ni sehemu ya mkakati wa serikali kuvutia uwekezaji wa kilimo na kuweka mazingira wezeshi kwa wakulima kuzalisha na kuuza bila hasara. Kwa sasa tunashukuru Mungu, tunaenda vizuri. Dogo kwa kweli tunaenda vizuri. Tulikuwa na changamoto nyingi lakini bado tunapambana nazo. Japo baadhi zinatatuliwa kama vile barabara. Kipindi cha nyuma bei za mbolea zilikuwa juu sana, lakini sasa serikali imetusaidia kidogo kwenye ruzuku. Kwa kweli tunapata unafuu kidogo. Mfano kama mnavyoiona hii barabara ya kwetu hii, kwa kweli tulikuwa tunapata shida sana. Lakini kwa sasa hivi hapana. Tunauza vizuri, maana utakuta hata wateja wanafika vizuri. Wakati mwingine utakuta watu wamenunua ndizi kwa zinaharibikia humu wanashindwa kusafirisha. Hata sisi wenyewe wakati mwingine tunajaribu kusafirisha, lakini unashangaa ndizi zinaharibika. Hata kuzisafirisha mara upakie kwenye bodaboda, au upakie kwenye guta, upakie kwenye magari, hata magari yanaweza yasifike unakopeleka hivyo yani. Lakini kwa sasa hivi hata wateja tunaona wanakuja wengi kulingana na barabara ilivyo. Kweli kilimo kinatusaidia sana. Miundombinu duni ilisababisha ndizi nyingi kuozea njiani. Hasara ilikuwa ni kubwa na motisha uzalishaji ilikuwa ni ndogo. Lakini kupitia uwekezaji wa barabara za kiwango cha lami, leo mkulima ana uhakika wa kufikisha mazao yake sokoni kwa ubora na kwa wakati. Malori sasa yanafika moja kwa moja mashambani. Masoko yamemkaribia mkulima, uzalishaji umeongezeka, kipato pia kimeongezeka. Hii ndiyo maana ya mazingira wezeshi ndani ya Dira 2050, yaani kuondoa vikwazo vinavyomrudisha nyuma mkulima na kumfungulia fursa za soko la kudumu. Katika kijiji cha Kalalo, kata ya Lufingo, tunakutana na Donald Mwasanga. Yeye ni mkulima wa ndizi ambaye ameona mabadiliko makubwa kwa macho yake. Kwa mwezi kawaida ni wastani tu kwamba mikungu 400. Mikungu 400 kwa mwezi, maana nakata kwa mwezi mara 2. 400 kwanza mpaka 500, hata 500 na zaidi kidogo. Sio 400 tu, lakini 500, 600 hivi. Lakini sasa italingana na wakati kwamba wakati huo labda ndizi zinauzwaje. Maana kwa sasa hivi angalau ndizi zina bei nzuri, nafika wakati miezi mingine bei zinashuka, wakati mwingine zinakuwa za kati hivyo. Mafanikio kwangu niseme, nimesomesha watoto. Mmoja huyu ameenda chuo cha kilimo Tabora pale. Yupo chuo cha kilimo kule Tabora. Naye yuko vizuri sana. Na hata sasa nawekeza sehemu zingine na nina miradi mingine kupitia hiki kilimo. Na mimi sana nimejikita kwenye kilimo, lakini miradi mingine inaendeshwa na watu wengine ambao wananisaidia. Mimi nina vyombo vya usafirishaji huko na tamani kufanya vitu vingine ambavyo lakini sasa siwezi kuvisema hapa, lakini mafanikio yapo. Leo anauza takribani mikungu 400. Kipato hicho kimemwezesha kusomesha watoto wake hadi elimu ya juu, kujenga makazi bora ya kudumu katikati ya shamba lake na kuwekeza katika shughuli zingine za kiuchumi.
tafsiri halisi ya Dira 2050. Mkulima anayemudu gharama za afya, elimu ya watoto na makazi yenye heshima. Hapa ndipo tunasema maisha bora yanaanzia shambani kwa vitendo. Mbali na miundombinu, serikali imeweka mkazo kwenye pembejeo na utaalamu. Mbolea ya ruzuku, ushauri wa maafisa kilimo na ufuatiliaji wa kitaalamu vimeongeza tija ya uzalishaji. Kwa sasa tunashukuru Mungu, tunaenda vizuri. Kipindi cha nyuma bei za mbolea zilikuwa juu sana, lakini sasa serikali imetusaidia kidogo kwenye ruzuku. Kwa hiyo tunapata unafuu kidogo. Hata wataalamu wanatusaidia, wanapita kijijini afu tunabadilishana mawazo. Maana sisi sio wataalamu. Tumezaliwa tu hapa, tumeikuta migomba. Tulikuwa tunalima tunavyotaka, lakini kulingana na uzoefu pia, lakini tunabadilishana nao pia, wanatusaidia sana hata wataalamu hao waliokuja. Kilimo kinapotoka kwenye mazoea na kuingia kwenye usimamizi wa kitaalamu, mkulima anakuwa mfanyabiashara. Ndizi zinageuka mtaji. Soko la Kalalo ni ushahidi mwingine wa mabadiliko haya. Biashara imekuwa, mzunguko wa fedha umeongezeka na ajira zimezalishwa kwa vijana hawa wanaopakia na kusafirisha ndizi kila uchao. Faida ninazozipata, ninamshukuru Mungu aliyetupa hiki kijiji cha Kalalo kwa ajili ya hili soko. Hili soko linaninufaisha kama mimi mkulima, ninapokata ndizi zangu napeleka sokoni, nikipeleka sokoni naenda kuuza, inanisaidia kwa ajili ya mambo madogo madogo, watoto shule, inanisaidia kupeleka hata vitu vinavyotakiwa kwa ajili ya watoto. Kwa mfano mavazi, naweza kauza ndizi na nunua vazi la mtoto, naweza nikanunua chakula ndani, familia inasogea, maisha yanaendelea. Ndio ninachomshukuru Mungu kwa ajili ya hili soko. Zamani tulikuwa tunaenda Kiwira, lakini kwa saizi tumesogea, tupo hapa Kalalo. Kwa hiyo ninaomba mzidi kutuboreshea. Kwa wafanyabiashara na wakulima kama Rena Kajula, uwepo wa soko na barabara bora umeondoa hofu ya hasara na kuongeza uhakika wa mapato. Hii ni sehemu ya mkakati mpana wa kukifanya kilimo kuwa kichocheo cha ukuaji wa uchumi wa ndani. Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 imeweka wazi kuwa uchumi wa baadaye wa Tanzania utajengwa juu ya uzalishaji wenye tija, miundombinu imara na wananchi wenye kipato cha uhakika. Tukuyu inaonyesha mfano mabadiliko hayo. Kutoka kwenye mashamba haya ya ndizi yanaonekana hadi malori yanayobeba mazao kuelekea masoko mbalimbali nchini. Hii ni picha ya uchumi unaosogea mbele. Hii ndiyo Tanzania inayojenga kesho bora. Vijana wanapata ajira. Familia zinajenga makazi bora na ya kudumu. Watoto wanasoma bila hofu ya ada. Familia nazo zinamudu huduma bora za afya kwa kipato cha shambani. Ndizi za Tukuyu si zao la chakula pekee, bali ni nembo ya uwezeshaji wa mkulima. Ni daraja la kutoka kilimo cha kujikimu kwenda kilimo cha biashara.
Na pale mkulima anapokuwa na soko, miundombinu, pembejeo na utaalamu, taifa linakuwa na msingi imara wa maendeleo. Katika mashamba haya ya kijani, chini ya jua la Tukuyu, dira ya mwaka 2050 haionekani kama ahadi ya mbali. Inaonekana kama barabara ya lami inayopita katikati ya mashamba haya ya ndizi, ikiunganisha juhudi za mkulima na mustakabali wa Tanzania. Na hapa Tukuyu, ndizi si tu utambulisho wa eneo, ni alama ya taifa linalojijenga kutoka shambani.